Never they stop kulinda na river. But the hustlers will help the need. Kwa majina anaitwa Yohan Godfrey Kulinda, ni mkurugenzi wa makampuni kadhaa. Pia ni mtu ambaye anafanya sana charity za kusaidia watu, hasa kuongezea mitaji watu wa wapambanaji ambao wanajitafuta. Na hii nimekuwa nikifanya kwa muda mrefu sana. Kwa muda mrefu sana, japo watu wameanza kuiona recently, lakini nimeanza kuifanya kwa muda mrefu. Na naifanya kwa sababu moja. Naifanya kwa sababu ina return kubwa sana, kwa sababu ukitoa ndio unakwenda kupata. Hamna mtu ambaye anapata bila kutoa. Watu wengi wametajirika kwa kujua nguvu iliyopo kwenye kutoa, na ndio maana ukiangalia matajiri wengi au mataifa mengi ambayo yana nguvu yamejikita kwenye kutoa sana, kwenye kutoa, kwa kusaidia watu na wenyewe waweze kulift up, kupanda juu. Kwa hiyo nimekuwa nikifanya hivi na kuweza kuona manufaa makubwa kwenye kutoa. Kwa hiyo nimeweza kufanikiwa sana kwenye kupitia kutoa. Kwa hiyo nikaamua niite waandishi wa habari kuja kuambia kitu kimoja, kwamba sasa imefika wakati ambao tunahitaji tuweze kufanikiwa watu wengi, watu wote sasa Tanzania. Nimekuwa nikitembea nchi nyingi, nimetembea Marekani, nimeenda Canada, nimeenda Ujerumani, nimeenda England. Pote nilikuwa nimeenda kutafuta opportunity ambayo nikileta Tanzania, nikija kuongea na Watanzania, nikifikisha kwa Watanzania, itakuwa beneficial, itawasaidia Watanzania wengi kutoka sehemu waliopo kwenda sehemu nyingine. Na hii nimepata, kuna foundation nyingi ambazo zinakuja kushirikiana na foundation yangu, kama kuna Bill Gates Foundation, kuna US Africa Foundation ambayo ni ya Marekani, ambao pia inakuja kushirikiana na foundation yangu kwa ajili ya kusaidia watu, kusaidia wapambanaji waweze kutoka sehemu waliopo waende sehemu nyingine. Na hii inawasaidia kivipi? Ina maana tayari kuna watu ambao watahitajika. Mimi mwenyewe naweza, lakini mimi mwenyewe sitoshi. Mimi imekuja kwangu, lakini mimi mwenyewe sitoshi. Ndio maana nimekuja kwa Tanzania niwaletee kwamba unaweza kutoa na kuweza kufanikiwa kupitia kutoa. Ukitoa huwezi kupungukiwa chochote, yani hautopungukiwa chochote kwenye kutoa. Kwa hiyo hii iko hivi kwamba kwamba kuna nguvu kubwa kwenye kutoa. Kwa hiyo hapa tunakuja kutafuta watu ambao watakuja, watajaza form, watanitafuta kupitia ukurasa zangu za mitandao ambayo zote zinafanyika kwa jina la Kulinda. Utanitafuta, kuna namba za simu pale. Nitafute, utakuja ujaze, kuna form utajaza, ambayo hiyo form kuna malipo kidogo tu ya form utalipia, utajaza form na tayari utakuwa member na utakuwa mwanafamilia, ambayo hapo kuna vitu vingi utavipata kupitia kuwa mwanafamilia. Kama una biashara, una biashara yako unafanya, unahitaji mtaji, labda unahitaji nguvu, kuna kampuni yangu, mimi na kampuni yangu ya kukopesha, ambayo utaweza kukopeshwa na utapata mkopo ambao utakuwa hauna riba kabisa. Na maana ukipata mkopo wa milioni 5, na maana utarejesha milioni 5 kwa installment polepole. Hiyo ni mtu ambaye atakuwa kwenye tayari ameshajaza form na ni member na amepata mafunzo na amejua nguvu iliyopo kwenye kutoa, kwa sababu kutoa ndio sadaka pekee ambayo inamgusa Mungu direct na inamgusa mwanadamu direct, kwa sababu ukimsaidia mtu akitoka nafasi aliyopo kwenda nafasi nyingine, tayari umemsaidia mtu direct, na hiyo sadaka yako ina maana tayari imeenda direct kwa Mungu. Ina maana ni kwamba ni direct, ina maana wewe unakwenda, na wewe kufanikiwa lazima utafanikiwa direct. Na ndio maana nimesema kwamba nahitaji watu wengi waweze kujoin, waweze kuja kwenye foundation yetu, ambao watajaza form, tutaweza kwenda kuwasaidia kuwaonyesha kwanza nguvu iliyopo kwenye kutoa. Tutawaambia nguvu iliyopo kwenye kutoa, tutawapa madarasa namna gani unaweza ukajikomboa kiuchumi kwa kupitia kutoa, kwa sababu ukitoa haupotezi chochote. Ukitoa haupotezi chochote, ina maana ukitoa ndio unakwenda kufanikiwa. Kwa hiyo nilikuwa nimekuja hapa kuwaita waandishi wa habari kuja kufikisha ujumbe kwa Watanzania, kwa sababu mimi peke yangu siwezi, na maana tukishirikiana wote tunaweza kufika mbali. Na hii ni vipi kwamba
Mimi mwenyewe nilikuwa na uwezo wa kufanya, lakini nikaamua hiyo opportunity ambayo nimeipata baada ya kuzunguka mataifa tofauti kwamba nisipeleke kwanza sehemu nyingine, kwanza niipeleke kwa Watanzania wenzangu. Ina maana kwanza ili tukitaka kutoka hapa kwenda Kenya kwamba Watanzania wote ambao wamefanikiwa ndio tunakwenda kusaidia watu wa Kenya. Tukitoka kwenda kusaidia wa Burundi, tunakwenda kusaidia wa Burundi tukiwa Watanzania wote ambao tumefanikiwa. Kwa hiyo hii sikutaka iwe ya kwangu mimi peke yangu, nilitaka iwe na watu wengi. Ambao sasa wengi nitawapata vipi? Lazima niwafikie watu ambao wanahitaji kufanikiwa, watu ambao wanahitaji kutoka sehemu waliopo kwenda sehemu nyingine. Kumekuwa kuna udanganyifu, watu wanadanganyika, si Freemason watakupa utajiri. Hamna mtu ambaye anaweza kukupa utajiri kama hujafanya vitu sahihi. Freemason hawezi kukupa utajiri, wala mtu yeyote hawezi kukupa utajiri. Utajiri anayetoa ni mtu aliyetufanya sisi tukawepo duniani, ambaye ni Mungu peke yake. Kwa hiyo kitu ambacho tunakisema kwamba wewe unahitaji kufanikiwa, unahitaji kupata maono, kujua nguvu iliyopo kwenye kutoa ili uweze kufanikiwa na kwenda kufika mbele. Lazima ujue kwamba direct impact ambayo inaweza kupata wewe ni kupitia kutoa. Ukitoa lazima utafanikiwa, na ukitoa lazima tu, kwa sababu utakuwa umegusa maisha ya mtu direct, na lazima na wewe maisha yako yataguswa direct. Kwa hiyo kuna faida kubwa kwa kutoa, ambapo ukiweza ukijaza fomu na kuweza kujiunga, ina maana tutakupa madarasa ambayo yatakuwezesha wewe kujua nguvu iliyopo kwenye kutoa, na utaweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na kuna ambao pia tunawahitaji, kwa sababu kuna watu wataenda kutoa semina kama hizi, kutoa madarasa kama haya nchi nyingine. Watakwenda kuna wengine watakwenda Afrika, wengine watakwenda Ulaya, wengine watakwenda Marekani. Kwa hiyo kuna nguvu kubwa ukija ukajifunza, ukajua imani iliyopo, ukajua nguvu iliyopo, ili uweze kile kidogo unacho ukamsaidia mtu mwingine, ukatoa kwa mtu mwingine na kumfanya yeye akaweza kutabasamu. Ina maana tayari tabasamu lake yeye ni tabasamu lako wewe, ina maana kwako linaweza likarudi maradufu kati kidogo. Biashara na miliki makampuni ya kukopesha, na miliki makampuni ya real estate, na miliki makampuni ya vifaa vya ujenzi pia, na sasa hizi na foundation yangu ambayo inaitwa Kulinda Foundation, ambayo hii foundation sasa ndio inashirikiana na foundation kama Bill Gates Foundation, US Africa Foundation ambayo ni ya Marekani, na foundation nyingi ambazo ziko Uswizi, nyingine ziko England, nyingine ziko Venezuela, sehemu nyingi ambao sasa wao ambao sasa hii foundation yangu inakuja kushirikiana nao kwa ajili ya kuja kusaidia vijana wa Tanzania ili waijue kwanza nguvu iliyopo kwenye kutoa, pili waweza kuwatoa sehemu moja kiuchumi kuwapeleka sehemu nyingine, yani kwa maana ku lift up kwa kiuchumi kwa kupitia nguvu inayoitwa kutoa. Ina maana kutoa kusaidia mtu mwingine, ina maana kijana atumike kama daraja, kwamba yeye akifanikiwa ina maana tayari amesaidia mtu mwingine. Na swala la kwanza nimeanza muda mrefu, japo watu kwenye mitandao wamekuja kuona kama mwaka umepita, lakini hiyo nimeanza muda mrefu kwa sababu nilikuwa naijua nguvu ya kutoa mwanzo, lakini sasa nimeona kwamba kwa nini nifaidike mimi mwenyewe. Ndio maana nilikuwa nikizunguka mataifa tofauti kwa ajili ya kutafuta fursa ambayo nikiwaletea Watanzania itakuja kuwasaidia vijana na watu wote wa Tanzania wenye uchumi wa kati na uchumi mkubwa, na ambao uchumi wao bado wanajitafuta, ili iweze kuwasaidia na wenyewe waweze kufika sehemu. Okay. Kwanza ninapata hela nyingi sana. Nimepata hela kwa ajili ya kusaidia watu. Yaani nimepata hela nyingi kwa sababu ya kusaidia watu. Nimekuwa hivi nilivyo leo, ambapo kwamba nasaidia watu kwa sababu ya, yaani nimekuwa na hela nyingi kwa sababu ya kusaidia watu, cha kwanza. Na cha pili ni mpaka foundation nimekuja kuitwa na foundation nyingine ni kwa sababu tu wameona kitu ninachokifanya natoa. Ndio maana foundation za mataifa zimekuwa zikiniita, na ndio maana nilikuwa nikisafiri sana kwenda kuzipata hizo, kwenda kujadili nao namna gani sasa mimi nilivyofanikiwa niweze kusaidia na vijana wangu wa Tanzania na vijana wa Afrika kwa ujumla, kwamba na wenyewe waweze pia kufanikiwa. Labda hiyo form pesa itapatikana, ina maana itakwenda kuwanufaisha wao wenyewe pia, kwa sababu sio ya kwangu, itakwenda kuonyesha wenyewe ambao tayari watakuwa kwenye hilo, watakuwa kwenye community yetu. Kuna asilimia ngapi za mtu akichangia hiyo fomu na karudisha kiasi ambacho amekitoa mara mbili au zaidi? Siwezi kusema ni mara mbili au zaidi. Akishaingia, kwanza cha kwanza elimu atayoipata ni elimu ambayo hatakuja kuipata sehemu yoyote wala kwa mtu yoyote. Yaani elimu atayokuja kuipata baada ya kuingia darasani
hatakuja kuipata sehemu yoyote. Hiyo ni ya kwanza. Na pia sio elimu tu, na fedha atakwenda kuipata au utajiri atakwenda kuupata. Kwanza utajiri wa kwanza, utajiri wa fikra na utajiri wa mfuko, wa utajiri ambao ni utajiri wa fedha ambao utakwenda kuupata, na atakuja ni kwamba atakuja kushukuru zaidi, kwa sababu kwanza na connection atakuja kuipata, atajuana na watu wa mataifa tofauti, kwa sababu kwenye mikutano yetu tutaalika watu wa foundation zote kutoka nchi zote unazojua wewe. Kwa hiyo watakuwepo pale, ina maana tayari ni moja ya kutengeneza connection. Watu wanaotaka kwenda nje wataenda, kwa sababu tayari connection tutakuwa tumeshatengeneza. Mimi natumika kama daraja kuwaunganisha Watanzania na watu wa nje wenye foundation wa nje.